Sasa naitwa Sadipo Melody aka mtolewa nchi yake akaenda kwenye nchi nyingine na akarudi bila kutegemea. Leo bwana, katika TV za iWAS TV Sign tumefanikiwa kutana ndugu yetu kupiga naye mastori, na ningeomba jitambulishe majina yake, anaitwa nani? Karibu sana ndugu yangu kwenye mic. Ndio, mimi kwa majina naitwa, kwa majina maarufu naitwa EJC Speaker, lakini jina langu kamili naitwa Mwalimu Kelvin Ndume. Ndio jina langu kabisa, na ni mmoja kati ya walimu ambao anajishughulisha na masuala ya mahusiano na masuala mafanikio ya kifedha. Yaani ukinifuatilia mimi utakuta naongelea zaidi kuhusu mambo ya kufanikiwa katika mahusiano na kufanikiwa katika hali ya kifedha. Hivyo tu. Okay, na zamani kipindi tulifanya interview, kipindi cha zamani tuliona ulikuwa unajibezi sana kwenye masuala ya kiimani. Ilikuwaje ukahamia tena kwenye kwenye maudhui ya mahusiano? Na ni kitu gani ambacho kilikushawishi mpaka kwenda kwenye maudhui ya mapenzi? Watu ambao naongea nao mimi zaidi ni watu ambao wanatokea manyumbani kwao. Na kwa uhalisia kabisa sijahama wala sijabadili chochote, lakini ninaendelea tu kuongea. Ni sawa unatoka kanisani unaenda kuongea na watu manyumbani kwao, kwa sababu kanisa inaanzia nyumbani. Na nikaona ni heri nichukue fursa, pahali ya kuwafuata kanisani ni heri niongee nao nyumbani. Wakienda kanisani wanamalizana na mapasta. Na mara nyingi napenda kuona kwenye mitandao yako ya TikTok. Kwa mimi ni mtu ambaye nakufuatilia sana kwenye mtandao wa TikTok. Mara nyingi naona unawasema sana wanawake kuhusiana kuchiti, sijui mambo ya mapenzi. Na kitu gani ambacho wewe kinasababisha unaongea yale maneno kwa upande ule? Kisaikolojia kabisa, naamini mtu yeyote akifuatilia maudhui yangu ataona kama naangukia upande mmoja sana. Siangukia upande wa wanaume, ninakanya sana upande wa wanawake. Hiko hivi, tukiongelea katika fedha, hautasikia nataja jina la mwanamke. Lakini tukiongelea upande wa mahusiano, naongelea wanawake, kwa sababu wanawake ndio wana uwezo wa kuyabeba mahusiano na kubeba ndoa yenyewe. Sisi wanaume kwa upande wetu, mara nyingi sisi, ukiwa kama mwanaume ukaoa, wewe unaangalia familia. Hata wanawake wanapenda mtu ambaye anaongoza familia. Lakini mwanamke ndio anaongoza ndoa, kwa sababu ndoa ni mahusiano. Na mahusiano yakifanyika yakawa tendo, ndio yanaitwa ndoa yenyewe. Alafu kwenye ile ndoa kuna tendo kuu ambalo ndio tendo la ndoa. Na lile tendo la ndoa ni, tunasema kisaikolojia, ni kucharge. Na anayecharge zaidi pale ni mwanamke. Nitasema kwa ufupi, iko hivi. Mwanamke wakati anaingiliana na mwanaume ni wanachajiana. Lakini sio kwamba mwanaume anamchaji. Ukisema nikalishe kidogo. Ndiyo. Ukisema kuchajiana, kuchajiana kama simu au kuchajiana ni kitu nilivyoelewa? Energy. Basi power ya simu ni energy, hata pia ile ni energy. Yaani wakati mnaingiliana, mwanamke anatoa energy kubwa zaidi kwenye mambo yetu. Kwenda kwa mwanaume. Sasa ukitaka kubeba kitu kipeleke vizuri, ni heri kuongea na mizizi yenyewe. Kwa hiyo ndio maana tunakanya sana kule, kwa sababu mwanaume hana impact yoyote ya kuvunja mahusiano. Lakini mwanamke ndo anakubali mahusiano yaanze, na ndiye anaisitisha mahusiano. Kwa hiyo mahusiano kama yanamalizika sana, ni hao wanawake hawa ndo wanatakiwa tuongee nao. Labda mimi nikukatishe kidogo. Labda wewe unahisi kwa upande fulani kati ya mwanaume na mwanamke anayekuaga na future sana kwenye mahusiano ni nani? Kwenye mahusiano kwanza ni wote wawili, lakini kwenye ndoa sasa ni mwanamke. Kwa sababu mwanamke, sisi tunaenda kutafuta ndoa kwa mwanamke. Mwanamke ndo anakubali ndoa ianze ama isianze. Na akishakubali, yeye ndo anaruhusa pia ya kusitisha. Ukiona mahusiano yoyote yanavunjika, aliyavunja ni mwanamke. Ndio ile ambayo anasemaga unamweka mtu moyoni, anakupanda kichwani. Ndio hivyo. Kwa hiyo yeyote ambaye sisi tunambeba yeye anatuendesha sisi, kwa sababu unamweka moyoni, yeye anakuendesha wewe sasa. Kwa hiyo ukiona mahusiano yote yanasimama ni mwanamke. Sasa tukiongelea masuala ya kifedha, tunaongea na wanaume kwa sababu wao wanaendesha familia. Lakini tukiongea kwenye mahusiano kabisa haswa, mbona nasikia sasa hivi wanaobezi na masuala ya kifedha ni wanawake? Tamaa zimekuwa nyingi. Wewe unaiongeleaje? Hayo ni maneno tu. Ni uongo. Hayo ni maneno. Mwanamke hana lolote. Hata ukimwachia mwanamke, akiachiwa hata nchi aongoze mwezi mmoja tu anaharibu. Mbona Masamia amekaza? Hajakaza. Tutoke sana huko kwenye hayo masuala ya kisiasa. Tunabezi sana kwenye masuala ya machaji na vingine.
Nimeuliza hapo awali, kati ya mwanaume na mwanamke anakuaga na future kwenye mahusiano, ukasema ni mwanamke. Mwanamke ndo ana power kabisa kubwa. Mbona sasa hivi tunaona maudhui mengi huko mtandaoni, wanaume wanalia kuhusiana na mapenzi, wanawake wamekuwa na tamaa sana, wanabei sana kwenye mahusiano ya kifedha. Ya ndio hicho kitu ninachokiongelea. Mwanamke tatizo yake anatumia moyo, sisi tunatumia akili. Moyo haunaga impact kwenye mafanikio yote. Wakati unatumia moyo unatamani tu kuwa, ndio ile unakuja kuomba nataka haki yangu, na wakati si haki yao watu kuwanyang'anya. Haki yao takiwa ndio muombe Mungu arudishie haki yao kama wanyang'anya. Au wanaume tupatie haki yetu. Kwa sisi tuliwanyang'anya haki yao. Ile ni tamaa. Hata leo ukimpa mwanamke aongoze familia na washawapa zamani. Na ndio maana unaona familia zinaharibika sana. Familia inaendelea kuharibika, wanawake wanaongoza sana familia. Kwa tamaa. Kwa sababu walitamani, walizani kuna faida. Ile unatoka unaenda kuhangaika mtaani unafanya nini, wanadhani kuna faida. Leo baba anatoka, mama anatoka, watoto wanaachia mfanyakazi. Wewe nikwambie tu leo, wallet yako inajaa kadi zako zote za benki, ni unaweza kumwachia mfanyakazi? Hiyo kwangu haiwezekani. Lakini mtoto wako unamwachia mfanyakazi. Sasa unapoendelea kuachia mtoto wako mfanyakazi, ni kukosa ile mama anashindwa kushughulika na kazi yake, anaenda kushughulika na kazi ya baba, nadhani kuna faida. Lakini unaangalia anayelipa rent ni baba, tena anayehudumia watoto ni baba. Kwa hiyo walikuwa wanalilia 50%, sasa hizi wanaanza kuingia kwenye 75%. Tufanye kazi wote, tufanye kazi za nyumbani pia wote, na pesa tena unipe mimi. Inakuwa 75%. Labda wewe, mimi nikuulize wewe, kama mimi napenda kupendelea kukuita profesa kwenye masuala ya sasa hivi umehamia kwenye masuala ya mapenzi. Sasa hivi kuna hizi ndoa za Marekani hizi za wanawake hao ambao wanaolewa, haijalishi ana mtoto, haijalishi hana mtoto. Mara nyingi ndoa zinaharibika. Wewe unahisi ni nini hao mabinti ambao wanaenda kwenye ndoa afu ndoa zao zinaharibika? Wewe unahisi ni nini wewe ambao unaongelea mapenzi sana? Kwanza tangu nije hapa Marekani sasa hivi ni miaka 2, hakuna shawahi kufunga ndoa. Hata uwafuate uangalie, wanafanya tu drama, cinema nini, lakini ndoa haijafunga. Kwa sababu kabla ya kufanya kitu unatakiwa uelewe ndoa ni nini. Nasikia. Ndio maana kuna clip moja nilitoa hapa wiki iliyopita nikasema saa hizi wanaume tunaoa wake za watu alafu tunazani tunafanikiwa. Kwa sababu unaenda kumtoa mke wa mtu, unamuoa wewe. Wewe unaweza kumuoa, unadhani hakuna mwingine anayeweza kumtoa kwako akamuoa. Hiyo ni kitu cha rahisi sana. Sasa nataka tujifunze, mke wa mtu sio wa kuoa, mke wa mtu unachukua. Unapochukua wewe malaya na yeye mwenyewe malaya, mnachukuana. Labda sasa hapo mimi ni base hapa sasa. Mfano sasa yeye mwanamke umemkuta kwao, ndio wale ambao wanaitwa masingomaza au mademobe au mishangazi. Endapo umemkuta kwao na hana mme, unaweza kusema huyo ni mke wa mtu. Unajua mke wa mtu anaanzia wapi? Ndio maana nasema kuolewa sio swala la kuona hivi na macho ya nje. Kuolewa kuna aina mbili. Kuna kuolewa kabisa haswa, ya ndio ile unasikia marriage na wedding. Kwenye Kiingereza wanaachanisha hivi, ndoa na harusi. Ukifanya harusi haufanyi ndoa. Ndoa inaanza kabla ya harusi. Ile harusi ni majionesho tu, ndio hiyo wanaofanya. Wakati unaenda kumkuta mtu ambaye tayari hana ubikra, huyo ni mke wa mtu. Ameshaolewa. Na ndio maana tunazaa watoto wetu lakini hawatufanani. Wanafanana na baba zao. Wanafanana kina Mr. Pimbe na Tanzania. Mke wako kabisa unazana unapima damu mtoto wako, lakini hakufanani. Anafanana na baba yake kwa sababu ule ni mke wa mtu. Sasa mwanamke kama kwa mfano wewe unatoka hapa, nitakuuliza nitataka unijibu kwa sababu niendelee kuongea vizuri. Ndio. Unatoka hapa, unaenda kununua gari kwenye dealer fulani hapa. Gari kabisa unajua hizi ni gari za zamani. Sawa? Alafu wanakuuzia kwa bei mpya. Utanunua? Ama sawa, hawakuuzia kwa bei mpya, ni bahati mbaya. Ile wanasema bahati mbaya ilitokea nikampa mimba ndo akaniambia nioe, si ndio? Ulikuta gari la zamani, wewe ukaingia unakuta mwenye zile gari hayupo. Lakini ulipokuwa unaangalia kuna kuja mtu fulani anakuja na gari, ameshatoka kuitest. Hamna mnunuaji tu mwingine. Customer ameshatoka kuitest gari, kazunguka nayo inajaa vumbi, kairudisha pale. Unamuuliza mwenye hii gari, mwenye hizi gari yuko hapa, sema hapana mimi nichukua tu nikaenda kuitest. Wewe unagusa tu ile gari, mwenye gari anakuja. Umeshaitest gari, lipa. Alafu unauzwa kwa bei mpya. Utakubali? Kwa hiyo wanaume inatakiwa kuongeza akili. Labda wewe hapo umeniuliza. Kwa upande wangu mimi nikiwa na shida
na uweza nikachukua. Sasa unatakiwa kuchukua labda sasa hapo ni tuelewane vizuri. Mimi nimeelewa ulipokwenda. Nikiwa na shida naweza nikachukua, na nikiwa labda sina shida siwezi nikachukua. Ndio mtu mwenye msimamo. Umetaka kumaanisha katika kuoa inabidi uangalie unaenda kumuoa mtu wa namna gani. Si ndio hivyo ulipoelekea? Ndio mfano wako ulipoenda huko. Sasa labda wewe ufafanue vizuri sasa hapo uendelee. Mimi nitatoa tu reality check moja kwa moja. Yaani nitatoa ukweli wa moja kwa moja hivi. Kwa sababu mimi huaga sifichi mambo wala kupeleka hivi. Kwa sababu watu wanatakiwa wajifunze. Mtu yote atakayeona interview anatakiwa ajifunze zaidi mwanaume ajue kuna maukweli ya maisha na mauongo ya maisha ambayo tunabambikiwa na kuambia huu ndio ukweli. Mwanamke yeyote haukumkuta bikra. Unaenda kwao wanakuambia mali kama hapa Marekani wanafanya $25,000 za Kimarekani. $25,000. Nasikia wamepunguza sasa hivi. Wameweka shilingi. Mimi ndo sijui, mimi nishaliza sana kwa mapunguzo. Sawa. Tuseme hivi hata wakufanyie 10,000. Unamkuta sio bikra. Wape 5,000. Kwa nini wape 5,000? Ile 5,000 nyingine rudilia tena. Wanakuambia mali 10,000 ama 20,000. Gawa katikati. Wape 5,000. Wakikataa waambie alete yule aliyemtoa bikra naye amalizie kulipa 5,000 kwa sababu ile ni gari la zamani, hawezi kununua kwa bei mpya. Hiyo tu ndo wanaume wafanye. Kwa sababu wasipofanya hivyo mtakuwa naendelea kuuziwa magari mabovu kwa bei mpya. Huo ni ujinga, ni kusubiri. Unajua gari linakuaga hivi. Wakati hata wewe mwenyewe unauza gari lako, unaliuza gari lako. Nikipita tu utajua gari langu nilimuuzia yule fulani. Sasa na wewe nimeoa, hujaoa. Unachukua, umebambikiwa. Sasa kwanza sio ni kama mtu anatoka kijijini unaenda mjini, alafu anakuuzia simu ambayo isharibika na hii ni simu mpya. Naona chukua tu. Kutokuelewa. Sasa mtu akielewa maisha, anatakiwa aishi kwenye maukweli, mauongo aepukane nayo, na shida zote za ndoa zitamalizika. Ana nguvu za kiume sijui nini. Ana nguvu za kiume. Wewe unajua nguvu za kiume? Unasijuaje nguvu za kiume kwanza? Na mara nyingi nyinyi watalii na watafiti ambao mnaongelea sana masuala ya kindoa, nataka nikuulizie. Zaidi sana wanaume wanatakiwa kufanya nini kufuatana na future zao za baadaye kuhusiana na haya masuala ya mahusiano? Ndio maana mimi nilijibase sana kwenye mahusiano na fedha, kwa sababu wanaume wanaanguka sana kwenye fedha kwa sababu ya kutokuelewa mahusiano. Ili upate fedha unatakiwa uhusiane na watu vyema. Ili uishi maisha. Kuna kuishi maisha na kuishiwa. Watu wanaishiwa tu maisha na kitakachokuwa nishaeneza umri wa kuoa nioe kwa sababu aliambiwa ukizaliwa unakuwa unaenda shule, ukitoka shule unatakiwa uoe, kwa hiyo muda unakwenda oa. Naona angalia wote wa karibu unaoa. Mke wako ulimwacha huko, labda hujawahi kupata mke, unachukua tu msichana unaweka ndani. Sasa ukishaweka ndani zaidi ya wao singomaza. Ukishaweka ndani mtu ambaye sio mke wako, unajiongezea tatizo. 50% ya mafanikio ya mwanaume inachukua mke wake ambaye anatoka naye kimapenzi. Kwa sababu brain ya mwanamke ikiwa asi, mkajamiana naye, na wewe pia brain yako anaendelea kuiharibu zaidi. Kwa nini anaendelea kuiharibu? Yeye anakuingizia ile energy. Kinachoongoza mahusiano, kinachoweka mahusiano yaendelee kubaki ni zile energy, na kinachoharibu mahusiano ni ile energy. Kwa hiyo mtu akiwa na brain asi, unajamiana naye wewe mwanaume, anakuongezea zile bad energy. Na zile bad energy zikiendelea kuongezeka, ni lazima mmoja ataibuka kuharibu yale mahusiano. Mahusiano yatakufa, bado wewe mtoto mdogo, ushatoka kwenye ndoa sijui 4, kwanza zilikuwa hata ndoa zilikuwa ndoano, umeshatoka kwenye 4, alafu nadhani pesa utazipata siku gani? Na mara nyingi wanaopenda kupendelea kuharibu hayo mahusiano na kina nani kati ya wanaume na wanawake? Wanawake. Mwanamke hawezi kukaa na mtu ambaye sio mume wake. Hawezi hata siku. Kwa hiyo unataka kumaanisha wanaishi kwa sababu ya tamaa za hizi fedha ambazo unazisema? Kwanza sio hata kwa sababu ya tamaa, kwa sababu wanaume wanajipeleka huko. Wanaume wakianza tu kabla sija kutongoza na kuita wewe ni bikra sio bikra, sio bikra. Bye, uende kwa mume wako. Wataacha hiyo tabia. Mbona tukienda na huo mfumo huo tunaita mfume dume. Tukienda na huo mfume wengi kumbe tutaoa hapa Marekani. Tutaoa kwa wazi sasa. Unajua kitu kama ni ndio maana nilitumia mfano wa gari. Kama gari ni ya zamani, watakuzia kwa bei rahisi. Tutaoa sana. Tutakuwa tunajua huyu sio mke wangu, nakaa naye tu kwa sababu nikupe 1,000 hapa nikae naye. Unaona? Kwa sababu kama wanawake bikra watakosekana, wanaume waoaji nao wakosekane. Kwa nini si tupatikane? Kidogo imenikata. So labda mimi nikuulize maswali kidogo. Wewe unahisi ukisema
tukiangalia katika upande wa kusema tuoe wanawake ambao hawajatumika na mbona sisi tunatumika sana na wao mwanaume anatumika, na ndo nilivyosikia, ndio maana hakuna mwanaume virgin. Mwanaume anatumika nini? Iko hivi hizo energy ambazo umezisema, subiri nikwambie. Unaona TV ina ile kebo yake ile alafu pale unachomeka charge, unachomeka pale Sasa unapochomeka TV inachukua umeme kule ndio inawasha huku, sawa. Alafu useme kati ya umeme na ile kati ya ile poti na hii kebo ya umeme kipi kimetumika hapo? Kinachotumika hapo ni kebo ile ya umeme. Kivipi? Kwa sababu ilipokuwa kule ilikuwa inawaka, ilikuwa imekaa tu. Na mimi naamini TV haiwezi kawaka bila umeme. Kwa kinachopitisha ni ile tundu. Mafaa ya hii TV kuwaka huku ni ile tundu ya umeme. Ndio jinsi ilivyo kati ya mwanamke na mwanaume. Mwanaume hawezi kufanya chochote bila mwanamke. Hawezi kufanya chochote bila mwanamke. Kwa hiyo watu sawa wanabadilisha, wanasema hapana, mwanamke hawezi kufanya chochote bila mwanaume. Ndio hapo kosa. Inakuwa mimi ndo mwanaume, mimi ndo utaongoza haya mahusiano. Kaa hapa, utamwambia stoke. Utamwambia stoke mwanamke unamjua? Mwanamke hawezi kumjua hata siku moja. Kwa hiyo mwanamke ndo anatakiwa aanze kubadilisha fikra. Ndio maana naongea sana na wanaume wawe makini na wanaume. Na labda ningekuuliza wewe kama mtu ambaye nimeona umekuwa na maudhui na vipaji ambavyo vya kuongelea mahusiano. Mimi kuna jambo langu labda naweza nikakuuliza. Uliza. Mara nyingi sana tena niliuliza hapo awali, wanaoharibu sana mahusiano na ambao wanalia sana kwenye mahusiano ni wakina nani? Ni wanawake. Hata kulia hata kuharibu ni wanawake, sababu mwanaume alii. Ukiona analia na yeye ni mwanamke. Kwa nini naongea hivyo? Wanaume wanahangaika tu, hawalii kwa sababu wanahangaikia vitu ambavyo vinawahangaisha. Ukiona unahangaikia kitu ambacho kinakuhangaisha, na siku utaacha kuhangaika. Leo hapa nimesikia unaniuliza, sio tu wewe, na watu wengi wanauliza hivyo. Eti mbona tukifuatilia sana kwanza kuoa mavirgin tutakosa wanaume? Sasa mbona na wanawake watakosa wanaume? Tutakosa wanawake. Mbona wao nao watakosa wanaume? Unaona? Kumbe kitu kitakuwa same. Ukikataa kuoa na yeye anakatarika kuolewa. Kwa mbona sio wote tunakosa? Mfumo utarudi sawa kwa siku moja tu watu wakiamua. Kwa hiyo mwanaume anahangaika tu. Anaelia ni mwanamke. Hakuna mtu anayehaha sana kwenye mahusiano ni mwanamke. Ni mwanamke, na ndio kwanza kuharibu. Kwa sababu mwanamke anataka mume, sawa, atakayeongoza mahusiano yake, atakayeongoza ndoa yake. Anasahau kuwa mume anatakiwa mchaji yeye, asimletee energy anatakiwa ajichagulie. Mwanamke ndo anachagua. Wewe unadhani unaenda kumtongoza mwanamke, unadhani anakukubali wewe ndo mjanja. Alikuchagua yeye. Ndio maana hata kwenye mitandao kuna watu wanasumbuka sana. Utakuta mwanamke anavua pale mtandaoni nini, malaya usubiri mtafute. Anamtafuta anamkataa. Kumbe kuna mtu anamlenga. Na kwa nini uende na huo mfumo? Labda hapo ungewaambia kitu gani ambacho unakilenga zaidi? Kitu unachokilenga ni kwamba mwanamke ndio anatakiwa kubadilisha fikra ili apate mwanaume bora. Kwa kifupi, hakuna mwanaume bora pasipokuwa na mwanamke bora. Hakuna namna TV iwake vyema kabisa onekane huyu ni mwanaume pasipo mwanamke. Kwa hiyo wakubadilika ni hawa wanawake. Wakibadilika tu hakuna kitakachokuwa kibaya. Ndio maana hata kwenye shamba Adamu aliambiwa usile tunda na akula, lakini na mara nyingi naona watu wanaongelea sana kwenye mitandao. Unajua sisi ni watafiti wa kimitandao. Naona wakiongelea wakisema wanawake wa mastate na wanawake ambao wapo kwenye mastate ambao tulipo na mastate mengine hapo ya jirani. Au wanawake wamekuwa na tamaa sana ya kifedha. Yaani wao wanapenda mterezo, wanaume ambao wana pesa. Yaani yeye anabadilisha ni wanaume humu kila siku akilenga wale watu ambao wana fedha. Je, katika hivyo wewe unaweza ukaongelea nini hapo sasa? Mimi sitakataa. Kwa sababu mimi naweza kukuambia kutembea na wanawake 10, 14 ni udhaifu. Sio ujanja wala sio upumbavu. Ni udhaifu na sio kosa. Sawa. Kosa ni kuoa na kuolewa. Wakati mwanamke huo unamkuta ni wa mtaani. Marizana naye mtaani, abaki mtaani, usimpeleke kwako. Siwe mke, kwa sababu sio mke. Hauwezi kuchukua kitu kilichoharibika. Wewe unaoa unatafuta mwanamke mzuri wa kuoa, sio mwanamke mbaya ili umtengeneze. Kwa hiyo ukimkuta anaenda na wewe nenda hivyo hivyo.
na mmaliziane huko huko, nadanganyana sio mbaya. Hizo style Kwanza hiyo haitakuwa tena kudanganya, itakuwa maukweli. Sasa hapo ndo mnaambiana ukweli. Kudanganyana ndo kule sasa haujui, kuna mchukua na mweka ndani, kumbe kasha kudanganya. Kwa hiyo point ya kwanza, unatafuta mke, unatembea naye, unakuta sio virgin, mwache. Hiyo sio mke, ni kikopo. Sio tu kikopo. Kwanza kuna vikopo vingine vina faida. Unaweza kupata. Hiyo ni wa mtaani, ni wa mtaani. Ni kama chokora. Sasa tukiishi kwenye huyo mfumo, mbona tutaishi? Kwa sababu tunakutana sote mitaani, mwanaume hana kosa wala nini, wala kitu chochote kwenye mahusiano. Ndio maana leo mkiachana hapa, hawataangalia ni single father au nini. Wewe unaenda kutafuta mke, yanasubiri wamtafute. Tatizo mbaya, tatizo kinachoingia kibaya tena, yeye anaanza kutega kwa sababu yeye anatega wanaume. Anaangalia huyu, akija kwenye nafasi na wewe ukija unamkuta tena sio virgin, unamwacha. Nakwambia hii tabia itafanya mwaka. Labda profesa, hapo nikuulize kwenye mimi napenda sana kupendelea kukuita profesa kwa sababu wewe ni mtu wangu wa nguvu sana, ambaye nimependa sana maudhui yako kwenye mtandao, unaelimisha, ukikaza utaenda mjini. Kwa nini watu wanasema hawa masingomaza na mishangazi na hawa ambao wanaitwa mademobe ndo wanalea sana wanaume na wanaishi sana kwenye ndoa? Shida inakuwa ni ile anaona hawezi akapendwa tena, sijui nini na nini, na unapenda nataka uongelee kwa nini au masingomaza wanafanya style kama hiyo, kwa sababu kuna neno nyingine nitakuuliza hapo baadaye. Kwanza sio mbaya kulelewa ukapata mshangazi wako akakulea, sio mbaya. Mbaya wewe ushawahi kulelewa na mshangazi? Siwezi kufanya hivyo. Kwa nini unasema sio mbaya? Hamna, sio kila kitu kizuri ufanye. Kuna vingine unatakiwa upambe kama maua. Unajua maua ni mazuri. Wewe unawashauri wenzako waende wakafanya wakalelewa. Kuna watu wanapanda maua. Unajua labda sasa uniambie sasa hapo nilipokuuliza kwa nini inakuwa hivyo. Mimi nasema sio mbaya kwa sababu kuna kitu unaweza ukakifanya, sio kibaya na sio kizuri. Kwa hiyo hakina impact yote kwenye ndoa. Wewe anakuoa wewe mwanaume. Wewe ni mwanaume. So kwa hiyo mimi ukiniambia wanaume wanalelewa, sio wanaume, ni vijana. Vijana. Sifa ya kuwa mwanaume ni hali. Mwanaume sio muonekano. Mwanaume ni hali. Una hali gani? Kwa sababu wakati unaongoza ndio unakuwa mwanaume. Wakati unakuongoza wewe ni mwanamke. Kwa hiyo ule anakuoa wewe, anakulea kwa sababu anakutaka. Naona vijana wanaenda huko kwa sababu wanasema wao wanaamini mashangazi ni watu ambao wanatoa sana mali. Ni ukweli ndani yake? Washapata hiyo mali? Labda wewe nikuulize wewe profesa ambao unaongelea mapenzi ambao unasoma hisia za vijana. Kama washapata hiyo pesa basi ni ukweli, lakini kama hawajapata ni uongo. Kwa sababu hakuna mshangazi, wenyewe wazungu kwenye Kiswahili, kwenye lugha nzuri kabisa, Waingereza wanaita rich aunties. Hakunaga rich aunties bila rich daddies nyuma yake. Hakuna hata siku moja. Kwa hiyo ukiona mshangazi yeyote, mwanamke yote ana hela, kuna mwanaume nyuma yake anafanya mambo anayempush. Sasa wewe wakati unapokaa pale, unakaa kwenye mtego wa kuchukua zile hela. Kwanza upo kwenye ndoa, haujaoa, upo kwenye mitego yako. Sasa ile haingii sana kwenye nini? Kwenye ndoa. Ndio maana naisema hivyo, kwa sababu ukikaa kule usizani uko kwenye ndoa, anazani uko kwenye ndoa. Kwenye hizo ndoano. Yeye yupo tu kwenye mitego yake, ndoano hiyo anavua. Ukimaliza huko, panga mpango kama utaoa, kama hutaoa sawa. Kuoa sio lazima, lakini kuoa vyema ni lazima. Wakati unataka kuoa vyema, unatakiwa uangalie mke wa kuoa, unaenda kumuongoza yule mwanamke. Sio wanawake wengine kuongoza tunakosemea hapa, sio kwanza kumpeleka hivi. Familia unaiongozaje? Ndio ile ambayo anasemaga bora ukosee kujenga nyumba lakini usikosee kuoa. Usikosee kuoa hata siku moja, kwa sababu ukikosea kwa ndoa ina 50% ya mafanikio ya mwanaume. Wanaume wengi hawafanikiwi kwa sababu ya kukosea kuoa. Na kuna wengine wameshakosea wanadhani wako sawa. Kuna wengine kabisa anakosea kuoa, anadhani yuko sawa. Ndio ile anakaa miaka kazi, kula vizuri, kulala vizuri bila hata kufikia hatua ya kuishi nafuu. Amani ile. Mwanaume anakufa mbele ya mwanamke na inakuwa kawaida. Na wakati sio kawaida. Labda ungekuwa na kipi cha kuongeza hapa? Kitu cha kuongeza, kitu kimoja ni kwamba wanaume wanatakiwa wajifunze sana, kwa sababu wanawake wanajua wanachokifanya. Wanaume wanatakiwa wajifunze sana kuhusu mahusiano, kwa sababu wanawake wanajua wanachokifanya. Mwanamke wakati anapoamua kumwacha mume wake na kuja kwako kufanya wewe unakuwa mume, anakudanganya. Wewe ndio unadanganyika. Unaenda unaoa. Wakati wanakuambia toa $25,000 za dola za Kimarekani, wewe mwanamke ambaye wewe mwenyewe ukuanza naye, ulimkuta njiani, naona unamchukua mwanamke unamweka ndani, umeshakosea.
kosa sio kosa. Kosa ni kuendeleza hayo makosa na kuyarudilia mara kwa mara. Kwa hiyo ukishaona uko na fursa kubwa sana ya kumwacha ama kutafuta mke wako, tafuta mke wako. Usipompata usijihesabu hata siku moja kama ushaoa. Hakunaga hiyo kitu. Mimi hapo kuna baki maswali kama 4 ambayo nataka nikuulize unijibu. Yep. Wewe unahisi hichi ambacho vijana wanatoka hapa Marekani kwenda kuoa Afrika, wanasema shida ni wanawake ambao wako hapa. Wanasafiri, wanatoka hapa wanaenda kuoa Afrika. Wewe unahisi shida inaweza kuwa ni nini katika huo upande mwingine? Hiyo ni kupoteza muda kabisa. Kwa sababu sio kusema wanawake wote ambao wako hapa zaidi wa Afrika walitoka Afrika. Kwa hiyo ukienda kuchukua mwingine kumleta hapa ni sawa sawa unafanya kitu kimoja tu. Kumtoa mwanamke Afrika kumleta hapa hakujakuwa utofauti. Unabadili mazingira, hujabadilisha hali yake ya ndani. Unatakiwa ubadilishe hali ile ya ndani. Kuna mtu mwingine kabisa. Hakuna, kwanza sio kama ujaribu. Siku moja unao kujaribu kuongeza hata mke kama una mke sijue. Jaribu kutongoza mwanamke wa Afrika kama atakukataa. Mimi nina wanawake ambao niliwaacha. So wanasemaga mama watoto wangu tuseme. Ila sidhani kama wapo sasa hivi. Sina time na habari nao. Ila nishawahi kuwa na lakini unaelewa hapo. Yep. Na unajua kilichonikuta huko. Inakuaga hakunaga kumtoa mtu sehemu, sio kumtoa kwenye hali yake. Sisi tunaongelea hali kabisa ya ndoa. Na ndoa ikiwa anachokifanya kiangalia hapa kuna mwanamke hapa anaenda sijui wapi huko anaenda kuoa. Kote ni sawa, hali ile alitoka kweli kwa sababu kuna kumove na kufanya exodus. Kutoka ile na kumove ni vitu viwili tofauti sana. Ndio maana kwenye Kiingereza wanaandika, Kiswahili ndio kinasema kutoka. Exodus na moving. Ni ile unafanya moving, haujamtoa yule mwanamke. Kwa hiyo mwanamke yuko hapa unaweza ukamtoa. Sasa ndio mtoe kwenye ujinga wake. Ndio mtoe, na hiyo sio kazi yake, sio kazi yako. Na labda sasa niende kwenye upande mwingine. Kama nilivyouliza hapo awali. Na kuna hii nyingine, vijana wa hapa wanafanya vitu ambavyo tuseme vitu vya ambao sio vya maadili. Najua unaelewa ninachosema. Na mara nyingi wanasema vijana wa hapa ndo wanaharibu sana. Wamekuwa tuseme viongozi wa kushiriki hayo mambo ambao watu wanalia kila siku mtandaoni kusema vijana wanaharibu sana wanawake. Hata na hizi video ambazo zinatupatupa mtandaoni. Unaona hizi ni kweli? Ni uongo. Hakuna kijana anayemharibu mwanamke. Kwa sababu mwanamke ndo anamiliki mawazo. Mwanaume anamiliki akili. Kwa hiyo fikra zipo kwa mwanamke. Hawezi ukaja leo na kukuta wewe ni bikra, sawa? Lakini hakuwa na mpango na mimi. Wanawake wako hivyo. Hakuwa na mpango na wewe. Sawa? Lakini alianza kushiriki tendo la ndoa kabla hata hajaamua. Na hiyo ni shida. Tuanze kufuatilia maneno jamani. Kwenye Kiingereza maneno yako wazi, kuna engagement. Then inakuja marriage. Kuna kwanza ule sijui fiancé. Kuna ile neno chumba. Fiancé, engage, marry, then dating ipo. Sawa? Wakati una date na mtu sio muda, wewe mwanamke sasa hapo unaongea na mwanamke. Wakati una date na mtu sio muda wa kushiriki tendo la ndoa. Unajua wao wanasema hivi vitu ambavyo vinafanyika kwenye masimu hivi, mnaongea wapi nini na nini, swaga nyingi nini. Wanasema wanaume ndo wanaharibu sana. Hizo watu wapende kujifunza. Hakuna anayeharibu mwenzake. Watu wote washaribika. Hakuna anayeharibu mwenzake. Kwa sababu wote wananiambia, "Wewe si mimi naongea nao kwenye simu, na kwa nikuje, au na mimi nisharibika kama wewe ndio uliniharibu sasa." Kwa hiyo wote washaribika. Wakati anaongea na yeye kwenye simu, siku gani ushawahi kuongea na mwanamke kwenye simu? Ni mtoto tuseme, chini ya miaka 18. Alafu anaongea na wewe kwenye simu uko mbele ya babake au mamake. Haijawahi kutoka. Si anatoka. Anajielewa yule. Anajielewa. Kumbe yule ulimkuta ni mwenzako ambaye asharibika na yeye. Ninyi wote ni wahuni. Kwa hiyo kama msharibika na nyie mnakutana hapo sasa, tusianze kubambikiana kesi. Sasa hiyo swala la kusema watu washaribika, tuongee kwanza na watu wazima. Watu ambao ni wazima wanajielewa.
ipo dating. Dating ikatazwa. Mna date kwa sababu mjuane. Mnatoka, mnatembea, mnaangaliana hali nini. Mkishafikia swala la engagement, kununua, za kumnunua kwao, anatafuta yule mwenye uwezo wa kumnunua kwao, anaenda ananunuliwa, alafu anakuja huko mbele anajiandikisha tu, nishapita kwenye ndoa na cheti cha ndoa, anatoka huko, anaenda sasa kukaa maisha yake, anasema nitayaweza maisha. Hakuna hata siku moja mwanamke aliyewahi kuyaweza haya maisha. Wanajifanya tu kwa mtandaoni single mother, hakuna. Kumbe wanalia. Single mother wanalia kila siku. Hakuna single mother aliye na raha. Na wala usijaribu, kama hujawahi kuingia katika single mother, usijaribu hata siku moja. Hata wale waliofiwa na waume zao wakashindwa kuolewa wakazani ni raha, wanalia kila siku. Lakini sasa wanajifanya powerful, wapo sawa, kwa sababu na nyie mdumbukie kule ili wawalee vizuri, wawapige matukio vizuri. Ukishaingia kwenye engagement, ndio maana watu wanaenda sasa kufeli kwenye masuala ya kifedha, na watu wanabaki maskini milele. Kanunua gari moja ya kutembelea, kazani kashawini, kumbe ni maskini, kwa sababu utajiri unahesabika. Utajiri unahesabika. Sasa mtu wakati unaingia kwenye mahusiano, ukamwacha mwenzako, hali mbaya ni lazima itakukuta. Na hiyo ndio inaitwa laana. Sasa watu wanadhani laana ni mpaka itoke kwa baba na mama. Laana inatoka kwenye hali baba yako ni mlezi wako aliyekuwa akikulea. Kwa hiyo hali hiyo ya ubaba iko ndani yake. Kwa hiyo laana ikikukuta, yeye baraka inamkuta. Kuna opposite tu na straight. Basi. Kwa hiyo ukikosa huku inakwenda huku. Kuna ile sasa mnafikia mnaachana. Achaneni, kwanza sio hata kuachana. Sijui kama nitaita kumaliza tu. Wakati bado mna date, sio amwachani. Wakati bado mna date amwachani. Pale mnamaliza tu yale mahusiano, inawashinda. Sasa mkishaingia kwenye engagement, watu washajua, msijaribu kuachana. Wakati mmoja atajaribu kumwacha mwenzake, atalaaniwa, shida inaingia. Na wanasema, labda tuende kwenye swali la mwisho ili tumalizie, tufunge kipindi kwa sababu ya muda. Na wanasema masingo mother ndo wanaharibu sana vijana. Unahisi ni kweli? Ni uongo. Kwa nini ni uongo? Kwanza usingle mother ni akili tu. Ya usingle mother ni akili tu ya mtu. Kuna mtu ambaye anajifanya mimi ndo single mother sasa. Single mother nini? Na nasikia hapa kwenu Curtis ndio kunaongoza kuwa na masingle mother. Wewe hapo unaweza kuiongeleaje? Ndio, inaweza kuwa kweli kidogo kwa sababu hilo jina wanawaita single mother, lakini single mother na mishangazi. Mishangazi ni hali ya mtu tu. Nasikia wapo kwenye mtaani. Hakunaga mshangazi hapa duniani, ni akili zao tu za kijinga. Mtu anaingia anajifanya mshangazi, unajua kaje shangazi wa nani? Shangazi wanyo. Wewe shenzi nini? So, ukishajiwekea hiyo hali, basi unajifanya hivyo kwa sababu tu ya umalaya. Umalaya ni sifa, lakini ni sifa mbaya. Watu wajifunze kuacha na warudi sawa sawa, na hakuna anayeharibu mwenzake. Hiyo ndio nishasema. Hakuna anayeharibu, watu wote washaribika, wanatakiwa wajirudie, wajifunze, wajue hali hiyo wanataka kuishi nini. Wakati unataka kuishi kwenye ndoa, oa mke, usichukue mke wa watu. Wakati unataka kuenda kwa mishangazi wako kule kuvua samaki, nenda ukavue. Sasa ndugu yangu, mimi hapa nina kitu nataka nikuulizie. Mimi kama mtangazaji, na sisi watangazaji tunapata data nyingi sana. Hii hapa ni Curtis. Na sikia Curtis inaongoza sana kwa vijana walevi na wanawake ambao ni walevi, ambao wanafanya mambo ya ushenzi ambayo so mambo ambayo ni ya muhimu. Unaona hiyo kitu ni kweli ndani yake? Kwanza hapana, kwa sababu ulevi nao ni sifa. Kwa nini unasema ni sifa? Ni sifa tu, mtu akiamua analewa, si anajisikia sawa. Lakini tatizo ni kwamba unatakiwa muulize huyo mtu sasa mlevi, unataka nini kwenye maisha yako? Itakuwa sifa mbaya ni pale ambapo mtu anajifanya mlevi kabla hujapata hela. Hautakuja kuzipata hata siku moja. Ukijifanya mlevi na hujapata hela, epukana, kwa sababu unakunywa kileo chochote kile kwa sababu ya kujipongeza. Labda nilikuwa unajenga kwa mfano, unamaliza kujenga kagorofa kako, unajipongeza sasa. Hapo unachukua kreti ya bia unakunywa. Sio kujipongeza kwa mchoko wa kazi. Unaenda kazini unachoka, unatumikia mtu kule masaa 8 kila siku, unarudi weekend ushachoka, unaenda unakunywa pombe. Wewe na hela ni two solid line. Zile za barabara zitawahi kugusana. Itakuwa hivi, unaona hela hapa, wewe hapa, hamtawahi kugusana. Mtu yote mwenye kutafuta utajiri ajiepushe kwanza na masuala ya pombe, kwa sababu ni sifa ambayo itakuwa sifa mbaya kama kweli unatafuta utajiri. Kama kweli utafuta utajiri, uko fresh. Labda tu mimi niseme naitwa Sadipoa Melody, mtolewa nchi yake akaenda kwenye nchi nyingine na akarudi bila kutegemea. Mimi niseme nimefurahi kukutana na ndugu yangu na tunaenda kumalizia kipindi chetu. Labda cha kumalizia naweza nikamuuliza, una uwezo ukamaliza na kitu gani cha kuwaaga mashabiki zako
Kwanza ndugu zangu wote wanaoangalia TV hii IYC Media sijui ni kipindi kizuri sana, tunapata wakati wa kuonana kama hivi, huwa tuonani kila wakati na tuseme tunamshukuru Mungu, na pia kitu kikubwa muendelee kuwafuatilia na kufuatilia kila mahali na kuendelea kujifunza, kwa sababu wanaume tukijifunza upande mmoja tu, ukisimama katika ndoa unaweza kusimamisha upande mwingine, na ndio maana tunadili sana na wanaume tukiwaambia ubaya uliopo upande wa pili. Labda niseme katika mitandao yako ya kijamii unaitwa jina gani kwenye Facebook, Instagram? Mimi mitandao ya kijamii yote naitwa EUGC Speaker ama MKovin Ndume. Ukinisearch hivyo utanikuta, na tunatoa vitu vingi. Sasa hivi tunatoa episode yetu inaitwa You Can Be Loved But Still Be Used. Unaweza ukapendwa lakini ukaendelea kutumiwa vibaya sana na ukahangaika kama mwanaume. Mwanaume yote aende afuatilie, wanawake wasije huko kabisa, kwa sababu akija huko tabia wahusu. Niseme tu waende pale. Ciao. Yep.